Chuma hiyo kwa uzoefu ni gari ya rais wa Young Africans Engineer Els Said. Ndio iko inafunguliwa pale na Peter. Ngoja tusubiri bwana. Gari hiyo ya rais wa Young Africans Els Said, na mashabiki wa Young Africans wakiwa washaanza kufika kule nchi wakiwa wanahamasisha gari hiyo inaweza kufika, lakini wajumbe wa Young African kamati ya utendaji wa Young Africans wakishafika. Chuma hiyo ikiwa imefika, imemleta president wa Young Africans Els Said mapema kwa ajili ya kikao na waziri, lakini wajumbe wakiwa wameshafika, president wa Young Africans na makamu rais wa Young Africans. Asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi. Wema, habari ya siku bwana? Salamu. Upo? Yanga makaka. Mwamba kutoka kanda zio. Karibu sana. Umeshaingia? Mheshimiwa, uko vizuri? Safi bwana. Mambo zaidi? Safi. Tunaendelea. How is dollar? Everything good? Yes, thank you. Assalamu alaikum. Nashukuru umekaribia. Labda tujue utayari wako juu ya huu mkutano ambao umeitishwa na waziri. Kwanza ni heshima kubwa kupata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Waziri, na tumeitikia wito. Kikao kitafanyika Dodoma, baadaye tukapewa maelekezo kitafanyika hapa. Kwa hiyo tumekuja kusikiliza yale ambayo Mheshimiwa Waziri ametuitia. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni siku nzuri baada ya kutoka kwenye kikao. Kama kutoka kuna sababu ya kuzungumza, basi tutazungumza. Lakini tumeitikia wito wa serikali, tumeitikia wito wa Mheshimiwa Waziri, naamini kutoka kuna mambo mazuri. Asante. Kila la heri. Asante. Nadhani jambo dogo ambalo tunakuja kulisikiliza, tusikilize kwanza wito waziri anasemaje. Nadhani mazungumzo yataenda vizuri tu. Mmekuja na msimamo wenu ule kwamba hamchezi mechi. Maana ndo msimamo wa Young Africans. Mpaka sasa hivi ni kwamba msimamo wa klabu nadhani wote mnaujua. Kwa hiyo haina haja ya kurudia. Mnaamini itakuwa ni kikao cha amani na kitakachokuwa kinatoa majibu nini ambacho kitakwenda kufanyika baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kuahirishwa? Hakuna vita hapa. Tumekuja kusikiliza, tusikie waziri anasemaje, serikali inasemaje. Mwisho wa siku kama nilivyosema awali, tutachukua lile ambalo tuna uwezo nalo, ambalo litakuwa na maslahi mapana kwa klabu yetu. Hilo ndo la msingi. Kwa sasa hivi kwa ilipofikia, kwanza kwa maslahi mapana ya klabu yetu kwanza. Watani wenu Simba wanasema nyinyi ni watu wa simu moja tu na mtaingia uwanjani. Haina tatizo, lakini sisi haituhusu kwa upande wao. Sisi tunaangalia wa kwetu kwa sababu wao walioyafanya wanayajua wenyewe. Kwa hiyo na sisi tunachokiangalia ni kwa maslahi makubwa sana ya klabu yetu. Jumbe wako mashabiki ambao wanasubiri kuona kile ambacho kitaendelea, kuna neno gani kwao? Waendelee tukisupport timu yao. Jumamosi kesho kutwa tuna mechi dhidi ya Songea kwa ajili ya FA. Halafu baada ya hapo tuna mechi ya ligi ambayo inayofuatia tutacheza na Tabora kule Tabora tarehe 2. Kwa hiyo nadhani ratiba yetu ndio hiyo inayoendelea. Haya mengine yote tayari yalishapita. Shukrani bwana. Sikia kidogo. Tutazungumza baadaye, tafadhali. Tafadhali baadaye. Tuna utaratibu sisi wa kuzungumza. Naomba tutazungumza baadaye. Asante sana. Asante. Mheshimiwa. Uko poa kabisa. Ndio. Safi, habari za siku. Kwema. Unaendelea vizuri? Safi, tuko pamoja. Asante. Mheshimiwa, Habari za Dodoma? Njema kabisa mzee. Karibu sana Dar es Salaam. Asante. Huku sasa ni mkoani. Ni kweli uko mkoani, ni kweli. Karibu sana. Mambo yanaenda vizuri? Naona uko tayari kwa mkutano. Ni kweli. Tumetikia wito kuja kumsikiliza Mheshimiwa Waziri. Na utayari wenu ukoje na juu ya mustakabali wa hili sakata? Mimi naomba ngoja tukasikie tulioitiwa. Tuseme ni nini, naomba tukasikie tulioitiwa. Nashukuru sana. Nyinyi ni wasikilizaji zaidi. Uwezo ukajua kikao kitasema nini, kuna nini, mtajadiliana nini, lakini nasema tusubiri kikao then tutajua nini itakalojiri. Kikao kinaweza kikabadilisha msimamo wenu? Siwezi kupredict kitu, lakini naomba kwanza kikao tukaongea na Mheshimiwa Waziri tuone nini kilichopo then Lakini unafikiri mtafikia mwafaka kwa mustakabali wa maendeleo ya soka Tanzania? Kila mtu ana nia njema, hamna mtu mwenye nia mbaya. Kwa hiyo tupeni muda tukaongee, tukamsikize Mheshimiwa Waziri anasema nini, basi tutaangalia kitakachotokea.
Basi ukitoka bwana, kila la heri. Asante, nashukuru sana. Asante. Maiki hizi ni nzito. Kila mtu ashike maiki yake. CEO wa Young Africans Andrew Mtine akiwa amefika hapa kidogo Benjamin Mkapa kwa ajili ya kikao. Sio habari nzuri zako safi. Morning sio. Yeah, fine. Bwana vipi? Salama. Salama kwema kabisa. Okay, thanks. And you? Salama. Vizuri. Sio. Yes. Sio umefika kwenye kikao cha Kifungi. Kinafunga bwana. Ngoja. Okay. Nasibu mbona haraka sana? kuna joto. Sio tayari kwa mkutano una waziri? No comment. Okay. Nasibu. msimamo wenu kama No comment. msimamo wenu kama Young Africans utaendelea kule ni ule. Unatarajia nini kwenye kikao? No comment, sir. Labda sio wewe ndio unayeongoza secretariat ya klabu ya Yanga. Labda ujumbe ni upi? I have no comment. Mashabiki wa Yanga watarajia nini? I have no comment for now. Until Sikia kidogo. Tutazungumza baadaye, tafadhali. Tafadhali baadaye. Tuna utaratibu sisi wa kuzungumza. Naomba tutazungumza baadaye. Asante sana. Asante. Mheshimiwa. uko poa kabisa. Ndio. Sasa habari za siku. Kwema. Unaendelea vizuri? Sawa, tuko pamoja. Asante. Nashukuru sana. Mheshimiwa, Habari za Dodoma? Njema kabisa mzee. Karibu sana Dar es Salaam. Asante. Huku sasa ni mkoani. Ni kweli uko ni mkoani, ni kweli. Karibu sana. Mambo yanaenda vizuri? Naona uko tayari kwa mkutano. Ni kweli. Tumetikia wito kuja kumsikiliza Mheshimiwa Waziri. Na utayari wenu ukoje na juu ya mustakabali wa hili sakata? Mimi naomba ngoja tukasikie tulioitiwa. Tuseme ni nini, naomba tukasikie tulioitiwa. Nashukuru sana. Nyinyi ni wasikilizaji zaidi. Uwezo ukajua kikao kitasema nini, kuna nini, mtajadiliana nini, lakini nasema tusubiri kikao then tutajua nini itakalojiri. Kikao kinaweza kikabadilisha msimamo wenu? Siwezi kupredict kitu, lakini naomba kwanza kikao tukaongea na Mheshimiwa Waziri tuone nini kilichopo then Lakini unafikiri mtafikia mwafaka kwa mustakabali wa maendeleo ya soka Tanzania? Kila mtu ana nia njema, hamna mtu mwenye nia mbaya. Kwa hiyo tupeni muda tukaongea, tukamsikiza Mheshimiwa Waziri anasema nini, basi tutaangalia kitakachotokea. Basi ukitoka bwana, kila la heri. Asante, nashukuru sana.